Yes, mwanadada maarufu ambaye anatamba sana kupitia Instagram anafahamika kama Mange Kimambi, mwanadada ambaye amejizuria umaarufu mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa tabia yake ya kuwasema vibaya viongozi, tabia yake ya kuikosoa serikali. Sasa watu wengi walikuwa wanamfuatilia, walikuwa wanasubiri kwa hamu sana Agosti 1, mwezi unazungumzia tarehe 1 mwezi wa 8, ni tarehe ambayo walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana kwa sababu mwanadada huyu alikwenda likizo na kusema kwamba atarejea tarehe 1 ya mwezi wa 8. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika hivi: naelewa tarehe 1 Agosti imeshafika, ila mnisamee bado siko tayari, nitarudi siku yoyote kuanzia sasa. Hajasema siku, amesema siku yoyote kuanzia sasa. Akaendelea kuandika na kusema, na sio mwanze kunishambulia, hata mimi niliwaelewa kwa support pale mliposhindwa kuandamana, nanyi muwe waelewa. Sasa hii kwa sisi ambao tunafuatilia mambo tunaitafsiri kwamba pengine labda ameogopa ile kauli ya ndugu Cyprian Musiba ambaye alisema kama Mange Kimambi atathubutu kurejea hiyo tarehe 1 ya mwezi huu wa 8, basi yeye ataziachia zile CD zake za ngono, ataziachia kwa sababu Cyprian Musiba amedai kwamba anazo CD hizo na ameziweka, yani hayo ndo mabomu yake. Sasa kama Mange Kimambi atathubutu kunyanyua mdomo wake kuzungumza chochote hiyo tarehe 1 ya mwezi wa 8 ambayo ndio leo, Musiba alisema yeye ataziachia CD hizo za ngono za kwake Mange Kimambi, na zile ambazo yeye Musiba anadai anazo CD zinazoonesha baba yake marehemu mzee Kimambi akilawitiwa na watu. Kwa hiyo Musiba alisema ataziachia. Sasa watu wameanza kutafasiri kwamba pengine yumkini kweli ndugu Cyprian Musiba anazo hizo video, ndio maana Mange Kimambi akaogopa sasa, kwa sababu Mange Kimambi hajawahi kwenda tofauti na kinachokisema. Mara nyingi akisema siku fulani nitafanya hivi, huwa anafanya hivyo. Mara nyingi akisema tarehe fulani tutafanya hivi, huwa anafanya hivyo. Sasa kwa nini this time around ameogopa kurudi kama alivyosema? Kwa sababu tumeona amekuwa kimya kwa muda mrefu kwenye account yake akiposti tu maisha yake ya kawaida, na watu wakawa wanasubiria kwa hamu sana. Niambie wewe, unahisi kwa nini Mange Kimambi ameogopa? Lakini watu wameshaanza kusema hivi sasa kwamba Mange Kimambi amesanda kwa Cyprian Musiba. Sasa funguka kupitia kwenye comment section ya hapo chini, na kukumbusha ni Bongo Trending. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo kwa kubonyeza subscribe button, alafu itakuwa inapendeza zaidi. Mwanadada maarufu sana duniani ama nchini Tanzania, Mange Kimambi anarejea tarehe 1 ya mwezi wa 8. Unaweza kusema lolote kwenye mitandao ya kijamii huko, ndo nguvu kubwa inaonekana Mange Kimambi sio issue tena. Ngoja mimi nikwambie. Unajua, ngoja nikwambie. Siku hizi Mange Kimambi akicomment kitu, akipost kitu, watu wanaochangia wazidi 10 mpaka 100. Alikuwa mapumziko anasema. Hakuna mapumziko, alikuwa anaendelea kupost. Si kama yale ambao alikuwa anapost wakati ule. Si haya anapost. Kwani wewe muone kwenye anasema anarejea tarehe 1. Anarejea kwamba alikuwa amejifungua au mwezi wa 8? Alikuwa amejifungua? Hapana. Kwa sababu ngoja mimi nikwambie, Mange Kimambi tena sio issue. Yaani yule sio mtu wa kumzungumzia tena. Watanzania walionyesha na wamempuuza sana. Nakwambiaje, tembelea page zake zote. Akiposti kitu hawazidi watu 100 mpaka 50. Kipindi kile wakati Watanzania wajampuuza, watu walikuwa wanaamkia kwenye page yake. Sasa hivi hana issue tena. Kwa sababu mimi niliwaambia hivi, mimi sina majina ya watu wanaomtumia hizo CD za serikali. Yeye akiibuka tena, mimi naibuka na CD yake ya ngono ile. Kwa sababu Mange kaakti CD ya ngono. Na hata ile CD wakati baba yake analawitiwa, mimi ninayo. Unajua anakaa kwenye nyumba za wakimbizi. Yaani Mange anakaa kwenye nyumba za wakimbizi pale Marekani. Na analipwa pesa kutokana na wale watoto. Unaona? Sasa lakini kuna watu wanahoji kwa nini hata Rais Trump amtukani Mange? Kwa nini? Ama ndo wasili unafikiri Mange Marekani kuna mtu anamjua? Si yuko kwenye kambi za wakimbizi pale. Wale watu wanaotunzwa kama wakimbizi. Mange anaishi kama mkimbizi. Umeelewa? Kwa hiyo yani yule hakuna. Unajua wa Tanzania hii mitandao tumeletewa kuja kukuua kisaikolojia. Hivi kweli unaweza kumsikiliza mtu ambaye amecheza ngono, amejiuza Dubai, mapicha yake yako wazi, eti ndio sasa unaamka asubuhi unamsikiliza? Ndio maana baadaye wa Tanzania hivyo waambie ukweli. Unaona kama Tanzania tena ana nani Mange? Mimi sasa hivi namshauri Mange arudi Tanzania, amsaidie Rais Magufuli kujenga nchi. Lakini mambo ya kudanganya, sio anapewa taarifa kusudi za siri, hakuna mtu atakayemtumia tena taarifa ya siri, hakuna. Akisharejea. Yaani hakuna. Na kwa sababu mimi ninao wale watu wake, kuna watu wengine wana date naye, wengine ni wakubwa tu, wanatembea naye, walikuwa viongozi,
wanakutana Uingereza, wanakutana Marekani huko, wanaenda kudeti. Nafikiri nikizungumza kudeti unajua. Kuvunja amri ya 6 sisi wa kizungu ni viongozi kabisa waliostaafu wapo wanavunja naye amri ya 6 na wenyewe tutawa expose. Lakini kwa sababu yote ya nini, yeye kama Mtanzania arudi atusaidie kujenga nchi. Hatuhitaji tena mambo ya umbea, mambo ya taarabu. Tuachie wakina Hadija Kopa waimbe taarabu. Yeye aje hapa ajenge nchi. Kama anachukia serikali au CCM, arudi hapa Tanzania agombee upande wa Chadema, awe mbunge ili aisaidie nchi kupata